Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel imetangaza kumuua kiongozi mwingine wa Iran. Ni Ismail Khatib ambaye alikuwa ni waziri wa ujasusi nchini humo, na ni taarifa ambayo imetangazwa na waziri wa ulinzi Israel Katz wa Israel. Jana usiku waziri wa ujasusi wa Iran Khatib pia aliuawa, Katz anasema katika taarifa yake. Hata hivyo, Iran bado haijatoa maoni yoyote juu ya taarifa iliyotolewa na waziri huyo wa ulinzi wa Israel bwana Israel Katz. IDF imewaua waziri wa ujasusi wa Iran Ismail Khatib. Waziri wa ulinzi bwana Katz alisema. Kabla ya mauaji hayo kuthibitishwa, vyanzo viwili vilipa gazeti la Jerusalem Post dalili tofauti kuhusu uwezekano wa kufanikiwa kwa operesheni hiyo iliyofanyika Jumanne usiku. Kifo cha Khatib kinaashiria mauaji ya kiongozi wa pili nchini Iran tangu siku ya mwanzo ya vita, zaidi ya kuuawa kwa Ali Larijani na mkuu wa Basij Jumatatu usiku. Khatib amekuwa waziri wa ujasusi tangu Agosti mwaka 2021 wakati rais wa zamani wa Iran Ibrahim Rais alipochaguliwa. Rais alipouawa katika ajali ya helikopta na Masoud Pezeshkian akamrithi kama rais wa Iran, alimweka Khatib katika nafasi yake, hatua isiyokuwa ya kawaida ikizingatiwa kwamba marais wapya wanachukua nafasi ya mawaziri wakuu na washirika wao wa karibu. Khatib alikuwa anaonekana mtu muhimu na wa karibu wa Khamenei. Hata hivyo pia ni mtu wa karibu pia wa rais Pezeshkian. Walakini Khatib alikuwa karibu na kiongozi mkuu aliyeuawa Ayatollah Al-Khamenei, na alionekana kama mtu mgumu ambaye angeweza kuzuia nafasi za wastani za Masoud Pezeshkian. Kadhalika ni moja kati ya watu waliokuwa wakitegemewa mno na serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Aidha, kwa miaka mingi jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC lilianza kuondoa vipengele vya mamlaka ya wizara ya kijasusi na kusababisha msuguano wa ushindani kati ya vyombo hivyo. Rais alikuwa karibu na IRGC kuliko rais wa zamani Hassan Rouhani, na Khatib alitumia muda mwingi wa kazi yake katika tawi la kijasusi la IRGC. Wakati rais alipomhamisha Khatib kutoka IRGC kuendesha wizara ya upelelezi, pia iliimarisha baadhi ya mamlaka mpya ya kijasusi ya IRGC. Khamenei alitaka kumweka Khatib katika nafasi kwa kiasi ili kuhakikisha kuendelea kutawala kwa IRGC. Ingawa IRGC ilitazamwa na Khamenei kama mwaminifu zaidi na aliyejitolea zaidi kwa sababu zake, inaripotiwa kwamba wizara ya ujasusi ilitazamwa na maafisa wa nje wa CIA na Mossad kama weledi na wenye uwezo zaidi, na hata sasa ni moja kati ya wizara ambazo zinaangaliwa kwa jicho la tatu na Mossad pamoja na CIA. Iwapo maafisa ujasusi wa IRGC wakati mwingine wanaweza kupandishwa vyeo kwenye majukumu yao kwa sababu ya uaminifu wa kiitikadi, maafisa wakuu wa wizara ya upelelezi kwa kawaida hupata tu vyeo kulingana na ujasusi bora. Maafisa wa CIA na Mossad wameona hata kupanda kwa ujasusi wa IRGC juu ya wizara ya upelelezi kama maendeleo mazuri kwao, kwani waliona IRGC kama ya kutisha kidogo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayotokea katika ulimwengu.